Katika soka kikubwa fahamu kwamba wale mabingwa wa kihistoria kutoka mitaa ya Twiga na Jangwani msimu huu wamebeba ubingwa tena. Hilo hakuna ubishi baada ya mtani wake Simba Sports Club kushindwa kutetea ubaya ubwela wake ambao umeuanzisha msimu wa mwaka 2024-25 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mechi ambayo ilikuwa na msisimua mkubwa baada ya kuahirishwa tarehe 8 Machi 2025 pale Benjamin Mkapa kwa sababu mbalimbali, lakini pia Juni 15 mechi hiyo ikaahirishwa tena. Sasa tarehe 25 Juni, siku ya juzi, kukawa hakuna tena taarifa kwa umma, hakuna ujanja na mechi imepigwa marefari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, Misri pamoja na Somalia. Mechi imeisha Young Africans akiwa bingwa. Jahazi la Simba lilianza kuzama dakika ya 60 na kitu 66 hivi, ikiwa penalty ambayo Young Africans waliipata baada ya Pacome Zouzoua kuchezewa dhambi na golikipa wa Simba Musa Kamara, na goli likafungwa na Pacome Zouzoua kwa mkwaju wa penalty. Dakika 86 pasi safi kabisa kutoka kwa Pacome Zouzoua, akainasa Clement Mzize, akafuta matumaini ya Simba kuwa bingwa msimu huu wa mwaka 2024-25, na sasa bingwa wa ligi kuu ni Young Africans. Vita imebaki kwamba nani atakuwa MVP wa msimu huu 2024-25 wa ligi kuu Tanzania bara. Ndio kitu ambacho kinaongelewa hivi sasa. Hapa nataka nikupe rekodi ya wale ambao wanashindanishwa, Pacome Zouzoua na Jean Charles Ahoua. Lakini fahamu kwamba hawa wote wawili walishawahi kuwa ma MVP wa ligi ya Ivory Coast na ni raia wa Ivory Coast. Mmoja alikuwa MVP msimu wa mwaka 2023-24 akiwa anaitumikia Stella Club Abidjan. Huu ni Jean Charles Ahoua. Lakini mwingine ni Pacome Zouzoua ambaye alimaliza msimu wa mwaka 2022-23 kuibuka MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast akiwa pale ASEC Mimosas. Sasa hawa wote wawili msimu huu wapo katika ligi kuu Tanzania bara, na wakiwa kila mmoja ana mchango mkubwa kwenye timu yake, kufunga, kutengeneza mabao na kuwa mchezaji bora wa mechi. Tuanze na mchezaji bora wa mechi. Hii ndio sababu namba moja tuanze nao, au kigezo namba moja. Katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara kumekuwa na utamaduni wa kutoa mchezaji bora wa mechi. Sasa hapa Pacome Zouzoua amempita mbali sana Jean Charles Ahoua. Pacome Zouzoua amechaguliwa mara 8 na ndiye ambaye anaongoza. Jean Charles Ahoua msimu huu yeye ndio ambaye anafuata, amechaguliwa mara 5, huku Yanga pia ikiwa kinara wa nyota wake kuchukua mara nyingi zaidi, ikiwa imechukua mara 24 kati ya mara 30. Simba ikishika namba 2 kwa kuchukua mara 21 kati ya mara 30 kuwa mchezaji bora wa mechi wachezaji wao. Lakini mchezaji bora wa mwezi tuje pia kigezo kingine. Hapa Jean Charles Ahoua amechukua tuzo moja ya mchezaji bora wa mwezi, na alifanya hivyo Agosti 2024, ikiwa ni mwanzo wa msimu huu. Kwa upande wa Pacome hajabeba tuzo hiyo, ambayo mchezaji huyo alichukua mara nyingi ni Steven Mukwala. Yaani mchezaji ambaye amechukua mara nyingi tuzo hii ya mchezaji bora wa mwezi Steven Mukwala. Pacome hajachukua hata mara moja. Lakini orodha ambao amebeba tuzo hiyo mara nyingi ipo hivi. Nataka nikupe orodha then uweze kuona vile ambavyo ilivyoenda tangu waanze kutoa mchezaji bora wa mwezi NBC Premier League. Kiungo wa Simba Jean Charles Ahoua alichukua Agosti 2024. Aliyekuwa mshambuliaji wa Fountain Gate anaitwa Selemani Mwalimu, ambaye hivi sasa yuko kule Wydad Athletic Club waliotolewa nje ya michuano ya 10 la dunia la vilabu. Amechukua yeye Septemba 2024. Kiungo wa Singida Black Stars maarufu Shakei amechukua Oktoba 2024. Kiungo wa Tabora United Ofen Chikola amechukua Novemba 2024. Mshambuliaji wa Yanga Clement Mzize alichukua tuzo hiyo Disemba 2024. Mshambuliaji wa Yanga Prince Mpumelelo Dube amechukua tuzo hiyo Februari 2025. Mchezaji wa Simba Steven Mukwala amechukua tuzo hiyo Machi 2025. Kiungo wa Dodoma Jiji Idi Kipagwile amechukua tuzo ya mchezaji bora wa mwezi Aprili 2025, na mshambuliaji wa Simba Steven Mukwala kwa mara ya pili akachukua Mei 2025. Hapo tumemaliza orodha ya wachezaji ambao wamechukua tuzo ya mchezaji bora wa mwezi kwa msimu huu. Lakini taji la ligi pia hapa kigezo kingine tuchukue kwa hawa wawili, upande wa Pacome Zouzoua pamoja na Jean Charles Ahoua. Pacome alijiunga na Yanga msimu wa mwaka 2023-24 akitokea ligi kuu ya Ivory Coast, alikokuwa mchezaji bora wa msimu, yani MVP, na alikuwa ameongeza kitu katika eneo la Yanga ambapo akisaidiana na Stefan Aziki wakati anaingia Young Africans. Na pia msimu huo Stefan Aziki ndio tunakumbuka alikuwa top scorer, akifunga mabao 21
akifuatiwa na Faisal Salum Feitoto ambaye yuko Azam FC. Sasa hivi Stefan Aziz Ki ameondoka Young Africans, yuko Wydad Athletic Club au Wydad Casablanca maarufu kama Miamba Mekundu, the Red Keso, kutokea pale Casablanca, Morocco. Lakini kwa upande wa Jean Charles Ahoua amepambania Simba kusaka taji la ligi kuu, lakini imeshindikana kwenye msimu wake wa kwanza. Hapa ndio tofauti pale ambapo inaonekana. Huku Pacome akihusika pia msimu huu akiwadidimiza Simba kwa assist pamoja na mkwaju wa penalty. Kigezo cha kwanza iko tumemaliza. Pia kingine mchezo hapo, tunaangalia sasa kwenye michezo mchango wa mabao. Msimu huu Jean Charles Ahoua ameibuka kinara wa mabao. Kwa jumla amehusika kwenye mabao 25, akifunga mabao 16 na akiasisti mabao 9. Kwa upande wa Pacome amefunga mabao 12 na ameasisti mabao 10, hivyo amehusika katika mabao 22. Huku ukiwa ni msimu wa kwanza kwa Ahoua, namba zake zikiwa juu zaidi kulinganisha na ilivyokuwa kwa Pacome Zouzoua wakati anatua Young Africans msimu wa mwaka 2023-24. Alipachika mabao 7 na kuasisti mabao 4 akiwa amehusika kwenye mabao 11. Huo ndio utofauti wao pale ambapo unapoonekana kati ya Pacome Zouzoua pamoja na Jean Charles Ahoua. Lakini tuje kwenye historia imekaaje. Then utanipa comment yako kwenye eneo la mwisho. Historia ya NBC Premier League, washindi wanapatikanaje? Katika miaka hivi karibuni MVP wa ligi kuu Tanzania bara amekuwa akitoka kwenye timu bingwa. Hii inatoa picha mafanikio ya timu kupewa tuzo. Tuzo hiyo msimu huu na msimu uliopita kwanza tukianza alishinda Stefan Aziz Ki alipokuwa Yanga. Pia msimu ambao Chama tunakumbuka akiwa Simba Sports Club walipochukua ubingwa 2019-20. Young Africans tunakumbuka msimu huu alikosa ubingwa na Chama alikuwa MVP wa ligi. Kwa msingi Pacome ana nafasi kubwa sana ya kuwa MVP wa ligi kuu Tanzania bara msimu wa mwaka 2024-25 tukifuata kigezo hiki cha mwisho. Lakini kwa vigezo vyote ambao nimevitaja, mchezaji bora wa ligi, mchezaji bora wa mwezi, lakini pia kigezo cha mchezaji bora wa mechi, tukija pia ambaye ameisaidia timu yake kubeba ubingwa, nani ambaye unamuona MVP kati ya Jean Charles Ahoua pamoja na Pedro Pacome Zouzoua? Maoni yako